Zamani sana, wakati wa utumwa, mwanamke mtumwa aliyekuwa amejaa maumivu na hasira kali alitengeneza jicho la kioo lililofanana kabisa na jicho la binadamu. Aliweka ndani yake machozi yake, maumivu na laana nzito, akiapa kwamba siku moja jicho hilo lingelipiza kisasi kwa roho zote zisizo na hatia zilizopotea. Baada ya kifo chake, jicho hilo la laana lilitoweka, likisubiri mtu mpya wa kubeba hasira yake. Miaka mingi baadaye, katika dunia ya sasa, familia moja ilitembelea hifadhi ya taifa kwa utalii. Mwana wao mdogo, aliyezaliwa bila jicho moja, alitangatanga peke yake na kukutana na mwanamke mzee wa ajabu. Akiwa na huruma, mwanamke huyo alimpa kijana jicho la kale la kioo, akisema litamfanya awe kamili tena. Kwa furaha, kijana alikubali. Jicho lilipowekwa kwenye tundu lake tupu, lilikaa kikamilifu, kana kwamba lilikuwa likimngojea. Wazazi wake walifurahia sana muonekano wake mpya, bila kujua giza walilolikaribisha. Miaka ilipopita, kijana huyo alikuwa hadi utu uzima. Lakini mambo ya ajabu yakaanza kutokea. Kila usiku aliota ndoto za vifo vya kikatili vya watumwa, alisikia minong'ono na vilio kichwani mwake, na akaanza kuona vivuli vikisogea hata bila mtu kuwepo. Tabia yake ilianza kubadilika. Anapolala, jicho lake jekundu linalong'aa huamka, likichukua udhibiti wa mwili wake ili kuwaua vizazi vya wale waliowatesa na kunufaika na utumwa. Silaha za kale kutoka makumbusho hupotea usiku na kurudi asubuhi zikiwa zimejaa damu, mikuki, visu, mishale iliyotumika wakati wa utumwa. Hofu inasambaa kote nchini. Serikali inashindwa kueleza mauaji hayo ya kutisha. Kijana huyo si yeye tena, amekuwa chombo cha kisasi. Jicho hukumbuka.